Mungu anakupenda, anakupenda, ndio maana waishi mpaka leo hii. Sio kwamba wewe ndiye mwema sana, au kwamba wewe unafaa sana. Ni mapenzi yake Mungu Baba yetu, ana makusudi na maisha yako. Mungu anakupenda, tena akupenda, ndio maana waishi mpaka leo hii. Sio kwamba wewe ndiye mwema sana, au kwamba wewe unafaa sana. Ni mapenzi yake Mungu Baba yetu, ana makusudi na maisha yako. Sio kwamba wale waliozaliwa vipofu, viwete na viziwi walitenda dhambi. Sio kwamba wale waliokufa kwa ajali mbalimbali hawafai mbele zake Mungu. Mbona wewe miaka yote umesafiri kwa magari, kwa meli, hata ndege, umefika salama? Na wengine wana shida nchi zao, wanakuana ovyo, wanakimbia ovyo. Sio kwamba wewe ndiye bora zaidi yao, ni mapenzi yake Mungu Baba yetu. Anakupenda, 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 maana waishi mpaka leo hii. Sio kwamba wewe ndiye mwema sana, au kwamba wewe unafaa sana. Ni mapenzi yake Mungu Baba yetu, ana makusudi na maisha yako. Karibu ndugu mpendwa kuweza kutufata tena kwenye video yetu ya leo. Tunakukaribisha kwenye shene yetu Mhubiri na Mashauri. Tuna neno la Mungu ambalo Mungu ametupatia tuweze kuligawa tena pamoja nawe msikilizaji wetu. Asante kutufata mpaka mwisho, na ulete comment yako kwenye video yetu. Hata ikiwa uko mpya kwenye video yetu, haujajiabone, karibu sana kwa kuweza kujiabone kwa kuklike kwa subscribe au kwa kujiabone. Asante. Tuna somo nzuri tutalipata katika kitabu cha Waroma sura 5 shairi la 8, na nitakuwa na usomi. Bali Mungu aonesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Ni neno la Bwana. Tutasoma pia katika Yohane sura 1 shairi la 29. Siku ya pili yake amona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Hili ni neno la Bwana. Upendo wa Mungu kwako mwenye dhambi. Upendo wa Mungu kwako mwenye dhambi unaonekana kupitia mwana wake Yesu Kristo anayechukua dhambi za ulimwengu. Tutasema basi upendo ni nini? Upendo unatoka kwa tendo kupenda. Kupenda maana yake ni kumkubali mtu, ni kumpokea mtu mwingine kama alivyo, ni kumkubali kwa mapungufu yake na kwa kasoro zake zote, hata kwa uwezo wake, na unamkaribia, unamkubali. Mungu mbinguni, sababu ya upendo wake kwetu, alitufikiria, akaona namna alivyotuumba na upendo wake mwingi ambao
alikuwa anapenda nao mwanadamu. Akaona namna tulivyomuasi, tukaasi sheria yake, akatuhurumia, akaona tumepotea mbali na yeye, na hatukushiriki tena upendo ule ambao uliacha anatuumba kama binadamu. Mungu alipotuhurumia akafanya mpango wa wokovu huko mbinguni. Akaona hatuwezi kujiokoa sisi wenyewe kwa sababu tulikuwa hatukumjali tena Mungu. Akili ya mwanadamu ilikuwa imepotea kabisa na ilikuwa imemfuata huyu shetani aliyemdanganya mwanadamu. Mungu aliona ulimwengu umekuwa na uadui. Tumekuwa waadui pamoja na yeye. Mwanadamu alifuata miungu, ndizo sanamu, alifuata mashetani na kutumikia huyo shetani. Akatawala mwanadamu na mwanadamu akamtumikia shetani, akatumikisha mwanadamu kama vile anavyopenda. Tulikuwa katika mnyororo wa shetani, namna anavyotaka ndivyo anavyotubeba. Lakini Mungu aliona hata dini na sheria ambazo alitoa kwa mwanadamu hazikumsaidia kitu. Mwanadamu hakuweza kutii hiyo sheria. Mwanadamu hakuweza kutembea kama vile dini ilivyomuomba atembee. Ndiyo utaona wengi hata katikati ya wana wa Israeli wakaangamizwa jangwani sababu ya kumuasi Mungu. Wengi walipotoka walimunungunikia Mungu. Wengi hawakuona upendo wa Mungu kwao. Wengi hawakutii sheria ambazo Mungu aliwapatia hata njiani. Mungu alisema ukivunja sheria moja umevunja sheria zote 10. Mwanadamu hakuweza kutimiza sheria za Mungu. Lakini ingawa tulikuwa na hali hizi zote za kupotoka mbele ya Mungu na kumuasi Mungu, Mungu akaona kwa nguvu na akili zetu sisi wenyewe hatuwezi kujiokoa. Hatuwezi kuokoka na hatuwezi kutoka mahali pale ambako tumepotelea. Mahali ambako kila mmoja alienda kwa njia yake mwenyewe. Hakuna mtu anayeweza kujitosha mahali kule. Akili yetu ilikuwa kama imefungwa na huyo ibilisi. Macho ya mwanadamu ilifungwa na huyo ibilisi, na tusione kama kweli kweli tunapotea. Ikiwa ulipotea katika njia ya dhambi kubwa, ikiwa ulipotea katika njia ya dhambi ndogo, kwa sababu mwanadamu alifanya dhambi gisi anavyotaka, Mungu wakati alipofanya wokovu wake ni mmoja tu. Ni kumtoa mtu ambaye atahukumiwa, mtu ambaye atakufa msalabani kwa ajili ya dhambi. Mungu alijua ya kwamba bila yeye kuingia katika wokovu wetu, bila yeye kuingilia katika kutuokoa, tungeangamia milele. Huu ni upendo wa Mungu kwetu. Mungu anaonesha upendo wake kwetu. Wakati tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu. Wakati Biblia inasema Mungu anaonesha upendo wake kwetu, inamaanisha ya kwamba upendo wa Mungu ni tendo ambalo linaendelea. Ni tendo ambalo liko leo, liko kesho. Unajua kwamba Mungu alifanya mpango wa wokovu ni mbinguni na ulikuja kutimilika duniani kwa kifo cha mwana wake Yesu Kristo. Biblia inatuambia Mungu anaonesha upendo wake kwetu. Ni kusema upendo wa Mungu ungali unaendelea kwetu. Hii ndiyo maana ya upendo. Anaonesha upendo wake kwetu. Anatupenda jana, anatupenda leo na atatupenda kesho. Mungu kwa upendo wake anachagua mwana wake, tena mwana wake wa pekee, ili kulipa deni ya dhambi zetu. Na hii ukisoma katika kitabu cha Yohane, mahali pale ambapo tulisoma, tazama mwana kondoo wa Mungu anayechukua dhambi za ulimwengu. Yesu alikuja ulimwenguni kuchukua dhambi za ulimwengu wote. Ulimwengu sio wa Israeli, sababu watu wengine wanasema hawawezi kumfuata Yesu sababu ni mwokozi wa Waisraeli. Hakukuja kwa ajili ya ulimwengu mzima. Ikiwa unasema Yesu alikuja kwa Waisraeli, wewe ni muongo. Yesu alikuja na anajua kwamba anakuja kwa ajili ya ulimwengu mzima. Hata kama alizaliwa
na kabila ya Waisraeli, lakini alikuja ni kwa ajili ya ulimwengu mzima. Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi za wanadamu. Alilipa gharama ya dhambi ya ulimwengu mzima. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Yohane 15 shairi la 13. Yesu anaonesha upendo wake kwetu kwa kukubali mpango wa Mungu. Mungu anaona asipotuma mtu wa kuja kufa kwa ajili ya wanadamu hawataokolewa. Na Yesu anakubali kwa ajili ya upendo kwetu, anakubali awe yule mtu ambaye atatoa uhai kwa ajili ya rafiki zake, kwa ajili ya wanadamu. Yesu anatuona kama rafiki zake. Hata Petro anasema ya kwamba kwa maana Kristo aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa ajili yao wasio haki, ili kutuleta kwa Mungu. Mwili wake ukauawa. Yesu Kristo ambaye hana dhambi, ambaye hakutenda chochote, alikubali kufa msalabani. Pengine unaweza kufikiri walimhukumu sababu ya dhambi zake mwenyewe, lakini Biblia inatuhakikishia kwamba Yesu Kristo hakuwa na dhambi. Aliteswa kwa ajili ya dhambi, lakini yeye alikuwa mwenye haki. Kwa nafasi yetu sisi ambao ni wenye dhambi, Yesu aliteswa kwa ajili yetu. Kwa maneno mengine, maana ya upendo ni kujifanya dhabihu. Yesu alijifanya kuwa dhabihu. Yesu alijitolea yeye mwenyewe, mwili wake akautoa kwa ajili yetu. Yesu ni mwenye rehema kwa sababu ya mapendo makubwa. Yesu akatuhurumia, akakubali kifo cha msalaba. Na kwa neema yake tumeokolewa. Pasipo msaada huu wa Yesu, hakuna mwanadamu ambaye angeliokolewa. Upendo pia ni wenye kuvumilia. Tukiona namna gani Yesu alivumilia mateso ya msalaba, kwa kweli upendo unavumilia. Hakuna mwenye upendo kuliko huu, mtu kutoa uhai kwa ajili ya rafiki zake. Yesu alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Kifo cha Kristo kilitokea mara moja tu. Wakati alipokufa, hatarudia tena kufa mara nyingine. Amekwisha kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kristo naye aliteswa mara moja tu kwa ajili ya dhambi zetu. Yeye mwenye haki aliteswa kwa ajili ya wale wasio haki, ndio sisi, ili atulete kwa Mungu. Mungu sawasawa na mpango wa wokovu Mungu alioupanga mbinguni. Mungu kweli anatupenda. Kristo alikufa ili alete ulimwengu wote kwa Mungu. Watu wa Asia, watu wa Amerika, watu wa Ulaya, watu wa Afrika, watu wa Oseani. Kristo alikufa atulete sisi wote kwa Mungu, huyu aliyetuumba. Unangoja nini sasa? Unangoja nani aje akuokoe? Na Yesu amekuja kukuokoa. Hii ni wakati wako. Wale ambao wamekufa hawana tena nafasi ya kutubu, lakini pata nafasi hii kwa kuamua kuacha dhambi. Anayepokea Yesu anapewa uwezo wa kuwa mtoto wa Mungu. Anapata nafasi ya kuingia katika uhusiano na Yesu na uhusiano na Mungu. Na huyu anakuwa sasa na tumaini ya uzima wa milele. Kwa maana Mungu alipenda ulimwengu, akatoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu anayemwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Uhusiano na Yesu unatupatia uwezo wa kukabiliana na kila kitu chochote, kila jambo yoyote ambayo inaweza kutufikia. Wakati umekubali Yesu Kristo, shetani analeta mambo fulani. Shetani analeta vizuizi. Shetani analeta dhambi ili akuangushe. Anataka urudie mahali ulipotoka. Lakini uhusiano wako na Yesu unakupatia uwezo wa kukabiliana na haya mambo ambayo shetani anaweza kuleta. Hizi changamoto za dunia, haya majaribu ambayo shetani analeta, Yesu anakupatia uwezo wa kukabiliana na hizo majaribu. Kuwa na uhusiano na Yesu haimaanishi kama kila wakati unakuwa na maisha rahisi, ila inatupatia uwezo wa kukabiliana na chochote kinachotupata.
Tunaweza kubaki na tumaini katika hali zote zinazoweza kutufikia sababu ya huyu Yesu. Huyu Yesu anatupatia tumaini. Tunatumaini neema ya Mungu katika maisha yetu. Tunatumaini uaminifu wa Mungu katika maisha yetu kwa kutulinda, kwa kutupatia ushindi katika changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kutufikia. Lengo kubwa la pendo la Mungu kwetu, Mungu anatupatia tumaini. Mungu anatupatia sisi tumaini. Anataka tuishi tumaini lisilo yumba ndani ya maisha yetu. Sababu bila Yesu maisha ya dunia ni ya kuyumba. Maisha ya dunia ni ya wasiwasi. Lakini tunapokuwa na Yesu, hapa tunakuwa na tumaini lisilo yumba. Imani yetu inakuwa na msimamo. Na tunakuwa na uhakikisho anaotupatia kwamba hakuna kitu ambacho kinaweza tena kututenga na upendo wake. Hakuna kitu ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Mungu. Hata mateso, hata furaha, hata njaa, hata vita, hata ufukuzo, hakuna kitu ambacho kinaweza kututenga na upendo wa Mungu. Waroma 5 sura ya 5 inasema, na tumaini halipatishi haya, halitahayarisha. Kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Unapoamini Yesu, Mungu anatia ndani yako Roho Mtakatifu. Anakupatia Roho Mtakatifu. Pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na huyu Roho Mtakatifu tuliyepewa. Ndani ya muamini, Mungu anampa Roho Mtakatifu ambaye anatufungua macho ya kiroho, ambaye anatusaidia kujua upendo wa Mungu. Anatufungua macho ya kiroho tujue zaidi Mungu. Tujue mapenzi ya Mungu kwetu. Tujue kusikiliza sauti ya Mungu na tujue kumfuata. Na tujue kushinda majaribu ya dunia na kushinda dhambi. Hii ni kazi ya Roho Mtakatifu ambaye anayeiwezesha ndani mwetu tunapomwamini huyu Yesu aliyekufa kwa ajili yetu. Kwa kumaliza, ndugu mpenzi, tunaitwa kuishi upendo huu wa Mungu ambao ni jana, leo na hata milele. Mungu anaendelea kutupenda. Kazi yetu ni kukubali huu upendo aliotupenda nao. Ni kukubali hii msaada ambayo alitusaidia nayo. Ni kukubali kazi ya Yesu Kristo ya kuchukua dhambi zetu na kukubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tukumbuke kila siku katika maisha yetu ya kwamba Mungu anatupenda. Kumbuka katika maisha yako kwamba Mungu anakupenda. Na hii itakuletea uwezo wa kuvumilia kila changamoto ambao unakutana nayo ndani ya dunia. Hauwezi tena kubabaika, hauwezi tena kutangatanga na hauwezi tena kumkosea, kwa sababu huyu Roho Mtakatifu anamimina upendo wa Mungu ndani mwako. Anakukumbusha kila mara ya kwamba Mungu anakupenda. Anaendelea kutuonesha hilo sawa Roho Mtakatifu katika mioyo yetu, akitufunulia jambo gani tunaweza kufanya. Roho Mtakatifu anatufunulia nini tunaweza kufanya. Kweli Mungu anaonesha mapendo yake kwetu sisi kwa kutuma mwana wake Kristo kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Je, umewahi kusikia juu ya Yesu na upendo wa Mungu kwako? Yesu anakupenda. Alikubali kutoa uhai wake kwa ajili yako. Mungu anakupenda. Ni yeye alifanya mpango wa wokovu kwako. Je, umesikia hii na umekubali hii? Kama umekubali, umtukuze Bwana, umsifu yeye, umuimbie yeye, kwa sababu kweli amekuokoa. Ni jambo ambalo hatungelijiwezea sisi wenyewe. Umshukuru Mungu kwa upendo wake kwako, kwa kutoa Yesu Kristo mwana wake kufa kwa ajili yako, kufa kwa nafasi yako. Wewe ambaye ungehukumiwa, hautahukumiwa tena. Na kama bado haujaamini huyu Yesu, kwa sasa ambapo umesikia Yesu alikufa kwa ajili yako, ninakupatia shauri umkubali Yesu katika maisha yako. Umupokee kama Bwana na Mwokozi. Na unaweza kumuomba kwa saa hizi, Mungu akusamehe. Mungu asamehe dhambi zako na ukubali Kristo
akuongoze na ataingia katika maisha yako, na utaishi katika dunia na tumaini la kuwa na uzima wa milele. Asante ndugu kwa kuweza kutufata kwenye video yetu. Basi ikiwa umetufata, upende video yetu kwa kugusa kidole cha kupenda na ulete comment yako, na kama hauja subscribe au kujiabone, ndugu mpenzi, kujiabone itatufurahisha. Tuwe na watu wengi ambao wanaotufata. Wakati tunapotoa video watakuelekeza video hii. Asante, share video hii kwa watu wengine nao waweze kupata mafundisho haya. Mungu akubariki. Kwamba wewe wazazi wako